Wewe rafiki ambaye unapenda siku baada ya siku majifunzo ya lesoni ya shule ya Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia ambao ndio moyo wa kanisa, na kusalimu hongera mahali pote ulipo. Bwana Yesu akubariki kwa muda wote unaotoa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, na sio tu kujifunza na kuyasoma, na kusogeza karibu na Yesu na unayasambazia wengine ukiwaandaa kwa ujio wa Yesu. Tuko kwenye mwisho kabisa wa robo hii ya pili mwaka 2025 ambayo tufunza jinsi ya kusoma na kuelewa unabii wa Biblia. Somo la 13 ni nzuri kwenye juma hii, lakini leo tuzungumzie tu kwanza Koreshi Masihi. Koreshi Masihi leo ni somo la Alhamisi. Somo hili linakuwa la ajabu sababu tunazungumzia Koreshi kama Masihi. Kwa hivyo nitakusii basi wewe usoma kwenye Mambo ya Nyakati ya pili, sura yake ni ya 36 mstari wa 12 hadi 13. Kisa cha Koreshi kinafananaje na kile cha Nebukadneza, na kinatofautiana kwa njia zipi? Ama amri hii ina umuhimu gani? Hata hivyo, iliathirije ujio mzima wa kwanza wa Yesu karne nyingi baadaye? Basi kabla hatujaingia kwa undani wa somo, nitakusii pamoja nami tumkaribishe Roho Mtakatifu ili kwamba aliyevuvia maandiko matakatifu atuvuvie pia tuelewe kwa undani katika jina la Yesu Kristo. Tunazungumzia hapa Koreshi Masihi. Utajiuliza, Koreshi ni nani? Kumbuka kwanza kwamba kwa wakati wa Babeli, wakati Nebukadneza alipokuwa kitawala, baada ya kufariki ukaja sijui mtoto wake mdogo ama mchukuu kwa jina la Belshaza, lakini alipoharibu vikombe vya hekalu, Wamedi na Wapersi wakaja kuvamia utawala wa Babeli, na wao ndio wakaanza kuongoza wakati huo. Na hapo tunazungumzia sasa Koreshi anapoongoza. Unaposoma kwenye Isaya 15, Koreshi alikuwa amenabwa tayari. Ya maandiko matakatifu alikuwa amesema kwamba kwa muda fulani utazaliwa mtu ambaye atakayeokoa taifa la Mungu. Kumbuka kwamba taifa la Mungu lilikuwa liko Babeli kwa miaka karibia 17. Neno la Mungu linasema kwenye Isaya 15:1, hili ndilo Bwana asemalo kwa Masihi wake. Kwa Koreshi anaitwa hapo Masihi. Kumbuka Koreshi ni mfalme, tumuite mpagano kwa sababu si Mwebrania, ambaye nashika mkono wake wa kuume ili kuyashinda mataifa mbele yake na kuwavua wafalme silaha zao, ili kufungua milango mbele yake ili malango yasifungwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kushangaza sana katika somo hili ni kwamba zaidi ya kuhusu unabii kuhusu Koreshi ni kwamba anaitwa mfalme. Huyu mfalme wa kipagani anaitwa mpakwa mafuta ama mpakaliwa, niseme enue, mtu ambaye amepakwa mafuta. Ndiyo, zaidi ya hayo amepewa pia sifa za mfano za Yesu, kama ile sifa ya mchungaji. Ameitwa mchungaji, mwokozi wa Israeli, mjenzi wa hekalu, yule anayefungua na hakuna anayefunga, yule anayefanya Mungu ajulikane, kulingana na Isaya 14:19 hadi 18 hadi Isaya 15:7. Hapo tunaweza kuelewa ya kwamba Biblia hii ambayo tunayosoma leo, utaratibu wake umebadilika kidogo, kwa sababu Biblia hiyo ya Kiebrania ilikuwa inaishia na Mambo ya Nyakati ya pili. Sio Malaki ambayo tunaijua siku hizi. Kulikuwepo kitabu kia Mambo ya Nyakati ya pili, ndio ilikuwa mwisho katika Biblia hiyo ya Kiebrania. Na hapo kulikuwepo maneno ya huyo Koreshi ambayo ilikuwa ikitoa ruhusa kwa wana wa Mungu. Akasema, Mungu ameniambia, amenituma kumjengee huko Yerusalema. Kwa hivyo watu wote, wanawake ambao wako tayari waende kumjengea huko Yerusalema. Kwa hivyo akapatia Wayahudi fursa ya kurudi kwao na kuenda kumjengea. Kwa hivyo kitabu hiki kinamalizika na amri ya Koreshi ya kujenga upya hekalu. Agano Jipya linaanza na ujio wa Yesu ambaye angefanya hekalu lile kuwa tukufu zaidi, kulingana na Hagai 2:7, na ambaye zaidi ya hayo alizindua hekalu tukufu zaidi, lile la mbinguni, kulingana na Waebrania 9:24. Kwa hivyo haya yote yanamfanya Koreshi kuwa aina ya Kristo ambayo tunaita tip, ambayo ni tofauti na anti-tip. Kila kitu kilichotabiriwa kuhusu wote wawili kilitimia. Ndiyo, Koreshi ni mfano wa Yesu, lakini si mkamilifu. Lakini Mungu aliruhusu kutumia mfalme huyo wa kipagani.
tunaweza kuamini kwamba Mungu pia atatimiza ahadi ambazo hajajitimiza. Alikuwa ameahidi ya kwamba wana wa Israeli watafanya huko miaka 17 kwenye kitabu cha Yeremia, na hakika wakifanya huko. Alikuwa ametabiri ya kwamba kuna mtu ambaye ataitwa Koreshi ambaye atakuja kuwapatia uhuru wa kurudi kwao, na hakika ikatendeka hivyo hivyo. Ninachotaka fikiria ni namna gani Mungu anatumikisha mfalme wa kipagano. Hapa kuna swali la kufikiria. Inasema inavutia kiasi gani kwamba Mungu alimtumia mfalme mpagani kwa namna ya pekee kufanya mapenzi yake. Yaani hata licha ya jinsi mambo yanavyoonekana kwetu kwa nje, tunawezaje kujifunza ukweli kwamba kwa muda mrefu Bwana atatimiza matukio ya wakati ya mwisho kama ilivyotabiriwa? Basi kiongozwa na Roho Mtakatifu, weka jibu kwenye comment na tafakari yako. Asante Yesu kwa kuwa mambo yote unayaongoza. Tupatie matumaini na tusije tukawahukumu watu kwa nje yao, kwa sababu unawajua kuliko sisi. Katika jina la Yesu Kristo, amina.